Na mshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi na kibali hiki. Nimshukuru Mungu kwanza, alafu ndio tuendelee. Amen. Baba yetu na Mungu wetu uliye hai, unayetawala na kumiliki, uliyeziumba mbingu na nchi, ukavifanya vinavyoonekana na visivyoonekana. Tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya nafasi hii na kibali hiki. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya siku njema ya leo. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya kanisa lako na mtu wako Jovini Mwemezi. Asante Bwana Yesu kwa matendo yako makuu, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe sauti imefika, ilikuwa haijafika. Basi hii ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa kibali cha kutangaza neno lake ndani ya mioyo yetu. Pia kila mmoja atege sikio, na kama kuna mtu namuona hayuko hapa, wewe muombe kimya kimya, umtoe kula aliko, umlete hapa. Amen. Labda anaweza akawa nawaza mambo yake mengine ya huko mtaani alikotoka, nyumbani, umlete mahali hapa. Amen. Somo linasema hivi: ukubali kwamba Mungu aliyoko ndani yako ni mkuu kuliko wa dunia hii. Amen. Ukubali kwamba Mungu aliyoko ndani yako ni mkuu kuliko wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu aliyoko ndani yako ni mkuu sana kuliko wa dunia hii. Mwambie jirani yako kwamba Mungu aliyoko ndani yangu ni mkuu kuliko aliyoko katika dunia. Mwambie jirani yako hapo ulipo kwamba Mungu aliyoko ndani yangu ni mkuu kuliko wa dunia hii. Nasema hivi: enyi watoto wadogo, mumetokana na Mungu, mumekwisha kushinda, maana Mungu aliyoko ndani yenu ni mkuu kuliko aliyoko katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha waraka wa kwanza sura ya 4, kitabu cha waraka wa Yohana sura ya kwanza sura ya 4 ule mstari wa 4. Kitabu cha waraka wa kwanza sura ya 4, ile Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Nirudie na Yesu janielewa hapo. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 4 mstari wa 4. Inasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mumeushinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliye katika dunia mnamjua ni nani? Wengine sasa tumjui, tunasikiaga. Nani anamjua aliyoko katika dunia? Aliyeke katika dunia inajulikana ni Shetani, lakini aliyoko katika ndani yetu na aliyoko katika juu ni nani? Ni Mungu. Lakini tunataka tuone hapa, Biblia inatuambia kwamba sisi ni watoto wadogo, tumetokana na Mungu. Katika kutokana na Mungu tumekwisha kuushinda ulimwengu. Tumekwisha kumshinda huyu aliyoko katika dunia. Bwana Yesu asifiwe.
ukisoma kile kitabu cha Yakobo ile sura ya 4 ule mstari wa 7 inasema kwamba mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Siku moja askofu alishe kutufundisha kipindi tuko kule, akasema shetani ni akili ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ni akili ya mtu. Yaani ile akili ulionayo inaweza ikageuka kuwa kama shetani, ambapo unajikuta auwazi yaliyo ya Mungu, unawaza yaliyo ya wanadamu, unawaza yaliyo ya dunia, unawaza yaliyo ya wanadamu. Ukimwona mtu fulani unamsema, unasema unavyotaka wewe, unamtengenezea sifa mbaya, unafanya kile ambacho Mungu anakuwa apendi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu kanunua kitu, labda kanunua labda gari kaja nayo hapa kanisani, lione hili naro linajidai. Ukiona mtu kavaa tu nguo nzuri, tayari hili naro waga linajidai, linatembea linalinga. Bwana Yesu asifiwe. Hapo unakuna waza yaliyo ya dunia, unawaza yaliyo ya adui. Kwa sababu gani? Hapo unakuja tumia akili yako vizuri. Ukiona mwenzio kanunua gari, na wewe ufanye kazi ili uweze kununua hiyo gari. Ukiona mwenzio kajenga nyumba, na wewe ufanye kazi ili uende ukajenge nyumba. Sio unaenda kumsema. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji tuseme yaliyo ya Mungu, kama Biblia inavyotuambia sisi ni watoto wadogo, tumetokana na Mungu, tumekwisha kushinda, na aliyoko ndani yetu ni mkuu kuliko aliyoko katika dunia. Sasa kama aliyoko ndani yetu ni mkuu, wakati huo unasema yaliyo ya kwako, unasema yaliyo ya dunia, unasema yaliyo ya ulimwengu. Yule aliyoko ndani yako unakuwa umemweka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Aliyoko ndani yako unakuwa umemweka wapi? Hapo tafakari, ujiulize, hivi ninavyomsengenya nani huyu mtu rafiki yangu, au ndani ya kanisa nasema hili, nasema lile kule, yani hata mbara alinihusu mimi, nakuja nasema hivi, ninavyosema hayo aliyoko ndani yangu kanituma? Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipotaka kumtuma Musa kwenda kuwaokoa wana wa Israeli, Mungu hakuwa mbali na Musa, alikuwa karibu na Musa. Akamuita Musa, njoo. Akaja akamwambia, nahitaji nikutume Misri ukawaokoe watu wangu. Musa akasema, wakiniuliza mimi nitasemaje? Mungu akamwambia, utawaambia mimi niko, ambaye niko nitakaye kuweko milele yote. Yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hapo unaweza ukajiuliza, yuko wapi? Mimi niko. Wakati wanazungumza, wako sehemu peke yao, wanazungumza wao kama wao. Musa na Mungu akizungumza pamoja, wakizungumza wakiwa watu wawili. Halafu unaambiwa nenda ukawaambie mimi niko, ambaye nitakaye kuweko. Hayo unaenda unajiuliza, yeye niko, yeye yupo, hatakaye kuweko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wapi? Manake Mungu alikuwa anamwambia Musa, mimi niko ndani ya moyo wako, tutaenda wote. Ilikuwa sio rahisi Musa aende kwa Farao akamwambie Farao, nipe watu hawa, Mungu amenituma tukawapeleke kule jangwani wakaende kumwabudu Mungu. Ilikuwa sio rahisi. Mungu alikuwa ndani ya Musa, wakaenda moja kwa moja.
Tunapomwona mtu wa Mungu aliacha vitu vyake vyote akatoka Dar es Salaam akaja mahali hapa Kahama, ilikuwa sio rahisi yeye kutoka Dar es Salaam kuja mahali hapa. Yeye alisukumwa na akaja naye yule ambaye alimsukuma. Bwana Yesu asifiwe. Aliambiwa nenda, na alipotoka kule hakuja yeye kama yeye, amekuja na Mungu bumper to bumper, yani amekuja na Mungu mguu kwa mguu mpaka Kahama. Amefika, Mungu akamwambia fanya nilichokutuma, na akafanya. Ndio maana na sisi tumetokana na yeye. Amen. Tumetokana. Biblia inatuambia sisi watoto wadogo tumetokana na Mungu. Lakini baada ya hapo akasema kwa sababu tumetokana na Mungu au tumetokana na Yesu, huyu Yesu aliyoko ndani yangu mimi au aliyoko ndani yako ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani? Ni mkuu. Ni mkuu. Tunaweza tukazungumzia kama jinsi tunavyoona serikali inavyoenda. Hakitokea rais kwamba mimi naenda Kahama, utaona ulinzi Shinyanga nzima, sio Kahama tu. Ikiwezekana Tanzania nzima, kila mahali anakopita, kwenye njia zote anazopita unakuta kuna ulinzi, kuna trafiki, kuna jeshi, kuna mgambo, kuna kila njia yupo mlinzi analinda kwamba yule apite. Kwa nini? Wao wenyewe wanasema huyu ndio mkuu. Wanasema huyu ndio mkuu. Kwa sababu yeye ndio mkuu, inabidi tusimame kwenye nafasi zetu, hapite. Hanapopita aende kuwahudumia watu wa Kahama, hawa aende kuwahudumia watu wa Ushirombo, hawa aende kuwahudumia watu wa Kigoma huko, aende kuwahudumia. Sisi tunabidi tusimame kwenye nafasi zetu ili yeye apite. Sasa anapopita, kama labda ni waziri mkuu, utasikia wanamsalimia, wanapiga saruti wakisema mkuu. Tunaposemea ukuu, ni yule aliyoko juu ya vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa? Lakini tunaposemea mkuu au ukuu, ni yule aliyoko juu ya vitu vingine. Yani rais yuko juu ya serikali yake yote, katika uongozi wake yuko juu ya serikali yake yote. Manake kila anachokisema inabidi wao wafanyeje? Wakitii. Sasa tunarudi kwenye upande wa Mungu. Mungu ni mkuu kuliko vitu vyote, kuliko mambo yote. Yeye ni mkuu. Biblia inatuambia hivi, Mungu yuko juu na miguu yake iko chini. Sasa kwa sababu Mungu yeye ni mkuu, anachokiagiza ndani ya moyo wako lazima wewe ukitii, kwa sababu wewe unakuwa uko chini ya huyo mkuu aliyoko juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Enyi watoto wadogo, tunarudi hapo. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmeushinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Waliotokana na Mungu mfanye hivi. Waliozaliwa na Yesu mfanye hivi. Wengine hawajazaliwa na Yesu hawanyoeshi mkono. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba hivi, sisi ni watoto wadogo. Kwa nani? Siku zote ukija hata hapa kanisani, usiwe mkubwa kwa wengine. Usijione kwamba wewe unayaweza mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nachukua mfano kwa mtu wa Mungu, Dr. Jovini Mwemezi. Yeye hajawahi kukaa huku, kiti chake hiki hapa.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini anakaa wapi? Nyuma. Anakaa na sisi huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu na yeye katikati ya watoto wa Mungu, na yeye ni mtoto wa Mungu, ingawa yeye amezaliwa ili atuzae sisi tuwe watoto wake. Amen. Sasa alipozaliwa na yeye amezaa, hajataka kwamba mimi watoto wangu niwaonyeshe kwamba ni mkubwa, kwa sababu kuna sehemu zingine wengine wanajionyesha ni wakubwa. Akikanyaga kanisani tayari utajikuta wanatoka kule watenda kazi na nini, wale washirika wanakuja wanakimbia, wanafuta na hivi hatu wanampepea na kitambaa. Lakini Mungu aliyoko ndani ya mtu wa Mungu ni mkuu. Sema ni mkuu. Ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposemea juu ya ukuu, tunamaanisha kuwa huyu Mungu ni zaidi ya vitu vyote duniani. Maana Biblia inasema hivi: yeye ni mfalme wa wafalme, yeye ni Bwana wa mabwana. Yaani yeye ni mkuu wa vitu vyote. Isije ikakupa shida moyoni mwako kwamba mimi sina Mungu ndani yangu. Pumzi ulionayo ni ya Mungu. Amen. Pumzi ulionayo ni ya nani? Ni ya Mungu. Soma kitabu cha Mwanzo uone anavyokuambia. Mwanzo kabla mwanadamu hajawepo, Mungu alikuwa na wazo akisema nimfanye mtu kwa mfano wangu. Na baada ya hapo akamtengeneza mtu. Alivyomtengeneza mtu akampulizia pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Alipopata nafsi akawa nafsi hai, manake moja kwa moja huyo Mungu aliingia ndani ya mtu. Hata ujio wa Yesu hapa duniani, watu ambao mnasoma Biblia mnauona ujio wa Yesu. Yesu amekuja kwa roho. Alipokuja kwa roho akauvaa mwili ndani ya tumbo la mwanamke, akazaliwa kama sisi tulivyozaliwa kwa ndani ya miezi 9. Akazaliwa kama sisi tulivyozaliwa. Lakini Yesu alisia alikuwa ni roho aliyotoka juu, akauvaa mwili. Maana akaingia kwenye nyumba. Ndio maana wale Wayahudi aliwaambia hivi: nyumba hii mnaweza mkaibomoa, yani hekalu hili mnaweza mkalibomoa, mimi nikalijenga siku hizi. Siku ngapi? Siku 3. Mnaweza mkabomoa hekalu hili nikalijenga siku 3. Alikuwa anamaanisha kwamba mimi nimekuja kutoka kule nikauvaa mwili. Huu mwili mkiuhua ndani ya siku 3, nina uwezo wa kuufufua na ukarudi kuwa hai tena. Wamekutamkia kufa, wasema mwaka huu utaumaliza. Hapo unabatilisha, unasema nitamaliza mwaka huu na miaka mingine kwa jina la Yesu, kwa sababu niliye naye ndani yangu ni mkuu kuliko walionao wao. Usome habari za Elisha kwenye kitabu cha Wafalme. Yule mtumishi wake Elisha aliona maadui wakimteremkia Elisha. Alipoona wale maadui wakimteremkia Elisha, akasema ole wangu bwana wangu, maana maadui tunaowaona ni wengi. Kwa sababu Elisha alikuwa naye Mungu ndani yake. Akamwambia hivi: maadui
unaowaona hao ni wachache kuliko tulionao sisi. Sisi tunao wengi kuliko wao. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tulionao ni wengi kuliko walionao wao. Wewe hapo ulipo, usipigane vita kwa akili yako. Usipigane vita kwa akili yako. Kamuulize Petro kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12. Petro alikamatwa ili wengine, kabla Petro hajakamatwa, wengine mitume walikuwa nakamatwa wanachinjwa. Lakini Petro alipokamatwa akapelekwa gerezani. Alipofika gerezani, Petro akarara usingizi. Hanaamini kwamba umeniweka gerezani, hujaniweka peke yangu gerezani, umeniweka na yule aliyoko ndani yangu. Umenipeleka jela, hujanipeleka mimi peke yangu, umempeleka na yule aliyoko ndani yangu. Mimi ninapofika mahali hapa ninalala, yeye aliyoko ndani yangu atamsemesha malaika, atafungua milango na mimi nitatoka. Bwana Yesu asifiwe. Petro akarara usingizi. Kanisa likaanza kushughulika juu ya Petro. Likaomba. Lilipoomba, kanisa liliomba kwa akili yake kwamba situombe kwa ajili ya mtu fulani ana shida, ana tatizo. Lakini huyo Petro, Mungu alikuwa ndani yake. Yesu alikuwa ndani yake, ameenda naye jela. Petro amefungwa na amewekewa walinzi wanne wamlinda asije akatoka. Na wakati huo wamemlinda, wamemfunga mpaka na minyororo, wamefunga miguu yake, wamefunga vitu vyote yani ambavyo anaweza Haleluya. Vitu ambavyo yani nguvu zake zote wakazifunga, kwamba huyu tumemfunga mikono, tumemfunga miguu, lakini haitoshi, huyu anaweza akafungua. Tumwekee na walinzi wanne kwenye malango ya kutokea mjini, kwenye malango ya katikati ya gereza, tumwekee walinzi ili asije akatutoroka akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya hapo kanisa liliomba, malaika akaja akafungua milango yote, akaingia akamkuta Petro amelala, akamwambia Petro, amka upesi. Minyororo yake ikadondoka chini. Chukua viatu vyako, twende. Wakaanza kutoka nje, wakavuka lango la kwanza, lango la pili, wakatoka mjini. Malaika akamwacha, akazana anaota ndoto. Tatizo lilonalo, umewekwa kwenye gereza, umewekwa kwenye kifungo. Liambie gereza leo, liambie tatizo lako leo kwamba mimi aliyoko ndani yangu ni mkuu kuliko wewe gereza. Aliyoko ndani yangu ni mkuu kuliko wewe kifungo. Aliyoko ndani yangu ni mkuu kuliko wewe moto unaowaka ndani ya miguu. Aliyoko ndani yangu ni mkuu kuliko wewe unayeuma ndani ya kichwa. Kabla ibada ijaisha, utamshangilia Yesu, utashangaa unamshangilia Yesu wewe mwenyewe ukisema, kumbe tayari nimetambua kwamba ndani yangu ninaye mkuu ambaye ni wewe Yesu Kristo, unayeniokoa na tabu zangu zote. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo la kutokutambua kwamba aliyoko ndani yangu ni mkuu lilitaka kuwagharimu wana wa Israeli. Lilitaka kuwagharimu wana wa Israeli. Pale ambapo walitoka Misri, wamefika mahali fulani huko jangwani, ambapo kuna sehemu ambapo Musa anaweza akaenda kuzungumza na Mungu. Hivi leo sisi unaweza ukasema, ngoja mimi niingie ndani ya nyumba, nijifungie chumbani peke yangu, mimi nataka niseme na Mungu wangu anijibu juu ya vitu vyangu. Na Musa akaenda hivyo. Alipotoka
Musa alipochelewa, wana wa Israeli kwa sababu walikuwa watambui kama Mungu yuko ndani yao, wakamwambia Haruni, tutengenezee Mungu mwingine ambaye halitutoa kule Misri, hakatuleta mpaka hapa tulipo. Ututengenezee ili tutakapoanza kuabudu tumwambie kwamba wewe ndio uliyetutoa Misri ukatuleta mpaka mahali hapa. Haruni akawaambia, leta pete na vikuku vilivyoko katika masikio ya wake zenu. Leta pete, leta cheni. Akaviunganisha vyote, akaviayusha kwenye moto, ikatokamo ndama ya shaba. Wakaanza kuabudu, wakapiga kelele. Wakati huo wanaabudu, Mungu akasikia akiwa huko mlimani, akamwambia Musa, watu wako wameshanihasi, wameshaabudu Mungu mwingine, wameniacha. Musa akashuka, kwa sababu Musa alipopanda kule juu alikuwa ameenda kutengeneza agano, kulitengeneza agano la kati yake yeye na wana wa Israeli na Mungu, ili hawaletee lile agizo ambalo amelitoa kule juu. Wakazungumza na Mungu, wakaandika walivyoandika katika mbao. Baada ya hapo, Musa aliposikia taarifa kutoka kwa Mungu, akashuka. Wakati anashuka, kumbe Yoshua alikuwa amesubiria njiani, akamsubiri, wakashuka wote. Wakati huo anashuka, Yoshua akaanza kusikia kelele za kuabudu, kusifu. Musa akafika, akakuta wako wanaiabudu ile sanamu. Lakini wakati hajafika, Mungu anamwambia, hacha hawa niwafute, niinue kizazi chako. Lakini Musa akakataa, akasema, Mungu, ukiwaua hawa kule Misri, tutawaambieje? Tutawaambia kwamba wewe uliwatoa kule kuja kuwaua hapa jangwani? Ni kitu ambacho hakipo. Lakini Musa alipofika pale akakuta wanaabudu, Musa akakasirika. Zile mbao akazipiga chini, lile agano ambalo limelitoa kule ili awafikishie, akaliharibu pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Alipoliharibu lile agano, Musa akakasirika. Yaani, nyinyi nimewaachia Mungu ndani yenu. Nimewaachia Mungu ndani yenu, halafu bado mnamkataa, mnatengeneza sanamu, mnatengeneza ndama ya shaba, mnaiabudu. Akaishika ile sanamu, akaichoma kwenye moto, akaisaga. Alipoisaga akasema, si mnamtaka huyu Mungu akae ndani ya mioyo yenu? Ngoja nimsage mumunywe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Si wanamtaka? Saga. Akawanywesha, wakamnywa. Si wanamtaka akae ndani ya mioyo yao? Bwana Yesu asifiwe. Isikupe shida kwamba Askofu Jovini Mwemeza anapokuwa yupo hapa kwamba wewe Mungu hauna ndani yako. Isikupe shida kwamba askofu anapokuambia kesho sitakuja na wewe ukasema sitakuja, ukazania kwamba Mungu ndani yako aliyomtoa kule Dar es Salaam akaja naye Kahama kwamba yumo ndani yako. Yeye ameshafanya kazi ya kumleta huyu Niko, ambaye Niko atakaye kuweko ndani yenu. Haleluya. Haimaanishi kwamba anapoondoka anasema, Mungu wangu sasa hebu twende tu, watoto achana nao, twende. Haipo hiyo, na hajawahi kuwaza hivyo. Akienda anajua watoto wangu pale watahudumiwa na yeye aliyenituma. Ndicho kilichowasumbua wana wa Israeli. Musa katoka, wakaasi, wakakataa kumwabudu Mungu, wakarudi kwenye miungu yao walioiacha kule Misri, wakarudi kwenye sanamu zao walizoziacha kule Misri
Kuna watu wengine mahali hapa wameondoka, wameacha kuja kusali mahali hapa kwa sababu wanaona siku ambapo askofu hayupo kwamba sisi hatuwezi kuhudumiwa. Wakarudi kwenye mambo yao kule waliokuwa nayafanya zamani, wakarudi kwenye uganga wao. Muulize jirani yako, hivi unatambua kwamba Mungu aliyoko ndani yako ni mkuu? Muulize jirani yako. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigeregere. Ukishakubali ya kwamba aliye ndani yangu ni mkuu, haitakupa shida kama wana wa Israeli. Haitakupa shida. Adui akiinuka huko mtaani, unamwambia Mungu wa madhabahu ya ukombozi na urejesho ni naye hapa. Tanzania mimi nimeenda kwenye madhabahu ya ukombozi nikamwacha huko kwenye madhabahu. Nilipoenda kwenye madhabahu ya ukombozi ameambatana na mimi, nimekuja naye mpaka nyumbani kwangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma kile kitabu cha Kutoka. Ngoja tukisome kitabu cha Kutoka ile 32. Kutoka 32. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukipata muda nyumbani utasoma kuanzia ile 32 mstari wa kwanza na kuendelea ili upate kuelewa zaidi. Amen. Lakini mimi nitaanzia ule mstari wa 8. Inasema hivi: wamepotoka upesi kuacha ile njia niliyowaamuru, wamejifanyizia ndama ya kuyayusha, wakaabudu na kuitolea dhabihu, wakisema, hiyo ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimemuona watu hawa na natazama ni watu wenye shingo ngumu. Basi sasa niache hili, hasira zangu ziwake juu yao, nikawaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Huyo ni Mungu akimwambia nani? Musa. Haleluya. Lakini angalia makuhani wa Mungu walivyo na hekima. Pale si Mungu alitaka awaangamize wale, lakini zile hekima za kuhani wa Mungu ambaye amezaliwa na Mungu, ambaye ni mtoto aliyetokana na Mungu, akaendelea. Ngoja tutaona hapo chini. Basi sasa niache hili, hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Musa akamsihi sana Bwana. Musa akamsihi sana Bwana Mungu wake na kusema, Bwana, nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri? Kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wenye nguvu, kwa nini wa Misri kunena wakisema, amewatoa kwa kuwatenda uovu, ili apate kuwaua milimani na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi. Geuka katika hasira yako kali, ugairi uovu huu ulio nao juu ya watu wako. Hizo ni hekima za makuhani wanaotumwa. Simuone mtu wa Mungu hapa, kuna wakati tunafanya vituko, anabaka ametuangalia tu hivi, ananyamaza kimya. Upande mwingine unakuta anakuombea ndani yake, anakuombea
Mungu, mwanangu huyu mtoto wako huyu msaidie tu. Right, ingekuwa sehemu zingine huko kwenye makanisa mengine wanakotengwa watu huko, wengi tungekuwa tumeshatengwa, tungekuwa tunakaa kule nyuma. Kule unakuja unanyanyuliwa kwenye kiti, umetenda dhambi jana, kaa huko mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Si ndikuona wewe unamtukana jirani kabisa, matusi makali, mchungaji huyu jana huyu halimtukana mama fulani huko njiani, alikuwa ni mkuta amelewa, mara hivi na hivi, pelekeni kule nyuma. Unatengwa. Lakini Musa, yani makuhani ambao wanatokana na Mungu kama Dr. Jovini Mwemezi, hao makuhani waliopita, Musa na wengine, walikuwa na hekima, akageuza hasira ya Mungu iliyokuwa imewaka juu ya wana wa Israeli. Watatuoneje kule? Watatuoneje kule kwamba umekuja mahali hapa ili Mungu akuue? Ukija kwenye madhabahu ya ukombozi na urejesho, hauji kwa ajili ya Mungu kukuua, unakuja kwa ajili ya kupona. Biblia inasema hivi, mwivi haja aibe na kuchinja, lakini Yesu alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao utere. Amen. Yesu alikuja ili tuwe nao uzima, kisha tuwe nao uzima na utere. Hakuja hapa ili kutuua na hakuja hapa ili kutuchinja. Ile ghadhabu iliyotokea kipindi kile ni kwa sababu waligeuka wakataka kumuasi na kuabudu miungu mingine. Mungu hapendi uabudu miungu mingine. Kama ulikuwa na uchembe ka kuabudu miungu ya ukoo, acha. Ufanyeje? Kama una uchembe ka kuabudu miungu ya ukoo, unaenda kupalilia makaburi ya baba yako, babu yako, bibi yako. Imefika. Ufanyeje? Uache. Unaitwa nyumbani na wanaweka sanamu pale kwenye meza. Bwana awe nani? Wanaiweka pale, wanaanza kusema hivyo, na wewe unasema unafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Wasukuma wanasema acha gete. Yaani hapo Mungu anakasirika juu ya wewe kuabudu sanamu, kuabudu miungu mingine. Wakati huo yeye yuko ndani yako, anatarajia muabudu. Na tena wakamtolea sadaka, wakamtolea dhabihu. Kuna watu wengine hapa wanatoa sadaka kwenye miungu ya babu zao, wakiwaambia tuna sadaka ya kwenda kupalilia mashamba ya babu na kutumia, subiri na kutumia. Unabomoa uchumi wako, unabomoa kazi yako ya mikono, unaiambatanisha na mizimu, unaiambatanisha na kuzimu. Ambatanisha kazi yako na Mungu, ambatanisha kazi yako na Yesu, usiambatanishe kazi yako na mizimu. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ina nguvu. Mwambie jirani yako, sadaka ina nguvu.